la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nizungumzie sekta ya usafirishaji katika eneo la bodaboda. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu inalitambua kundi la waendesha pikipiki maarufu bodaboda, lakini mpaka sasa tunaendelea kutengeneza jitihada za kulitambua kama rasilimali na chanzo cha mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo namzungumzia bodaboda ambaye ukimuita ukakaa naye, ukimuuliza una nini, atakwambia nina nyumba ya vyumba vitatu, ninamlea mama na baba yangu, nina wadogo zangu wanasoma. Leo namzungumzia bodaboda ambaye ukimuuliza una nini mkononi, atakwambia nina degree ya ualimu, nina degree ya uchumi. Tayari amemiliki pikipiki 2 au zaidi ya biashara nyingine. Lakini tumekuwa na juhudi kubwa za kuwafanya wawe rasmi, lakini bado tumekuwa na uoga wa kuwasogeza kama sekta inayotambulika kama makundi mengine ya wajasiriamali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu ina makundi ya wachimbaji, ina makundi ya wafugaji, ina makundi ya wakulima, na sekta hizi zote katika mpango zimetambuliwa kwamba ni sekta ambazo zinaweza kuchangia uchumi wa taifa. Nataka nikuambie Mheshimiwa Mwenyekiti, mbele ya bunge lako tukufu, bodaboda ni chanzo kimojawapo cha kuongeza mapato ya nchi hii. Bodaboda wanakadiriwa kuwa zaidi ya milioni 3, na namshukuru sana waziri wa vijana Mheshimiwa Nanauka, alifanya kazi kubwa ya kukutana na vijana mamalishe, hasa wale wanaoendesha pikipiki, na akamwalika waziri mkuu katika mkutano ule. Moja ya jambo lililojadiliwa pale ni uwepo wa masharti magumu sana ya kuendesha shughuli hii, na tunaichukua kama shughuli ya dharura ya usafiri, lakini sio sehemu ya kutengeneza uchumi wa taifa letu. Sasa basi, mimi nilikuwa na mapendekezo yafuatayo. Moja, sambamba na kutambua bodaboda sasa hivi sio kuwekea hofu kabisa, tayari wameanza utaratibu mzuri wa kujisajili, na wakijisajili kwa namba na idadi yao, tukiwapunguzia baadhi ya masharti, tutaweza kupata fedha nyingi sana. Mfano, tuanze kwenye eneo la leseni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa serikali inamtaka bodaboda mmoja dereva apate leseni kwa shilingi 70,000, lakini tuna bodaboda milioni 3. Mpaka leo ninapozungumza, 20% tu au chini hapo ndio walioweza kwenda na kuchukua leseni zao kwa fedha ya shilingi 70,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini tusipunguze tukakusanya kidogo kwa watu wengi na tukawezesha bodaboda wengi kuwa rasmi, tukaweka kiwango cha shilingi 30,000 kwa kila bodaboda, ili aweze kupata leseni ambayo itasaidia kila kijiji, kila kata, kila wilaya na maeneo yote mikoani kuwa na bodaboda wenye leseni wanaoweza kutambulika kwa usajili waliojiwekea. Pale Ilala, Mheshimiwa Mwenyekiti, wameanzisha utaratibu mzuri sana wa dashboard maalum ambayo kila bodaboda anajisajili. Kwa hiyo ukiachilia mbali masuala ya kiusalama ambayo tunayaweka katika uendeshaji wa shughuli zao na usalama wa barabarani, lazima tuwawekee mazingira ya kuwatambua kwa shughuli wanazozifanya kwa kuwekea utaratibu zaidi, ukiacha masuala ya ufuatiliaji wa sheria za barabarani ambazo wanazivunja kila siku. Kwa mfano, tunaweza kuamua katika miezi 3 kwa mwaka tukaweka siku 1 au siku 5 za ukaguzi wa masuala ya uendeshaji wa bodaboda barabarani. Tukaitumia siku hizo kukagua yale yote yanayohusu wao, kama ni leseni, kama ni leseni au ni utaratibu wa usajili wao, ili kuwezesha bodaboda hawa waweze kufanya kazi kwa utulivu kuliko kila siku kuendelea kuwakagua. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona nichangie maeneo mawili na kushukuru sana. Asante sana, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Fadhili Liwaka.